Kwa damu ya Kristo tunakuinua. Mungu uketie, tunakupa heshima na utukufu, maana ni zako. Baba wetu wa mbinguni, wacha jina lako liliye juu mbinguni likatukuzwa, jina lako likainuliwa, jina lako likapewa heshima na utukufu, kwa sababu unaweza kufanya zaidi ya vile tuombavyo. Unaweza ukafanya zaidi ya vile tunapofikiria, na unaweza ukafanya hata zaidi ya vile tunapowaza. Ni kwa sababu ya utukufu wako Jehova. Tunakupa heshima Mungu, tunakupa utukufu, na zaidi ya mambo yote tunakupa sifa zote na shukurani zote katika hii mwaka. Baba wetu wa mbinguni, licha ya changamoto mingi, Baba umetujalia angali kuwa mabaki ya mwaka huu, na ukatujalia Bwana wa mbinguni hata kufika. Twasema asante mighty Father. Asante kwa sababu wewe, kama si wewe hata wengine wetu hatungekuwa tunaonekana kama kitu, hata tungekuwa tumesaulika, hata tungekuwa tumeisha. Lakini kwa wema wako, kwa fadhili zako, kwa upendo wako mwingi, tunakuinua juu Bwana, katika jina kuu la Yesu. Tunakupa heshima yote, tunakupa utukufu wote, tunakupa shukurani zote, ni kwa sababu Yesu umetusaidia. Tunapoendelea na ibada, tuwaelika wale walio ndani mkononi mwako Bwana, wanayepita barabara mkononi mwako, wanaye Bwana guri walio barabarani wakuja mkononi mwako, na sisi zote ukatukumbuka kwa njia ya kiajabu, wanaye tutazama, wanaye tusikiza, wanaye Bwana ngitusikiza kutazama. Yesu ukatukumbuka zote kwa ajili ya utukufu wako. Tunapoendelea tunahitaji wewe utuongoze. Sifa ni zako kwa jina kuu la Yesu aliyetunaje Mwokozi, tuomba na kuamini. Amina. Naomba ni wakaribishe kwa neno ambao ni mchana wa leo, kwa nyinyi ambao mnaye tutazama katika mahali popote mlipo, na mnaye tuangalia, na mnaye zidi kutufuatilia ama kutufuata. Niwaambie kuna malipo unapofanya kazi ya Bwana, kuna malipo, na haya malipo inafikia mpaka mtoto wako. Hata wale wanayepita kwa barabara bado tunawakaribisha katika kanisa. Tunapenda watu sababu Yesu mwenyewe ni upendo. Vile vile tunapenda wageni sababu Yesu mwenyewe alikaribisha wageni pasipo kujua, alikaribisha watu wote, hata wageni alikuwa anatembea kwao. Keni vizuri wewe ambapo uko mahali pale unayetutazama, ni kushike ugeni hata katika mkesha ambao ni wakuruka mwaka. Usirukie kesha kwa nyumba, tafuta kanisa, tafuta kanisa, enda kanisa, rukia mkesha ndani ya kanisa. Ambia Bwana vile ambapo ungehitaji, ambia Bwana vile ungehitaji. Rukia kesha katika kanisa, waambie Bwana vile ungehitaji mwaka huyo mwingine, ili Bwana aweze kufanikisha. Naomba nikushike ugeni ili tuweze kusoma neno la Bwana ambao liko kitabu cha Matthew 19 verse number 26, na naamini ya kwamba Bwana atatuongoza. Naomba nisomewe. Mathayo 19 mstari wa 26 inasema hivi: Yesu akawakasia macho. Yesu akawakasia macho, akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani. Kwa wanadamu hiyo haiwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Yote yawezekana. Asante. Maandiko inasema vizuri. Unajua huyu ni Yesu wakati alipokuwa akitembea akitangaza kuhusu habari njema. Na maandiko inasema kwamba akitembea akitangaza habari njema, Yesu alikutana na wanafunzi wake ambao ni vinashara, wakiwa wamefunjika moyo, wakiwa wamefika mwisho, na wakiwa wameona kwamba ile mambo imewakupa, ile mambo ambayo imewapata, ni mambo ambao mazito. Sasa Yesu alipokuta wanafunzi wake ambao ni Petro na Yohana na wale wengine ambao walikuwa wanatembea na wao, akapatana na wao wakiwa wanaulizana, mambo haya tumeyapata ni mazito kwetu. Yesu akaangalia mawazo yao, na akaangalia nia yao, na akaangalia vile wanafikiria ama fikira zao. Akawaambia, kwa wanadamu kilo kiito kimewapata, ama hicho mnafikiria hakiwezekani, lakini kwa Mungu
mambo yote yanawezekana. Ta kuongelea mtu ambao hainuke kiwango cha imani, ambao amekutwa na changamoto ambao imekuwa mzito. Hii changamoto uko nayo mzito, pesa zako asiwezi, familia yenu haiwezi, masomo yako haiwezi, na hata wewe mwenyewe hauwezi. Ni kwa sababu ni pigo mzito. Mawazo zako unapotafakari, ile kitu imekupata, imekuwa mlima kwako, imekuwa mateso kwako, imekuwa ni kitu ambapo hujaipatana nacho. Andiko inasema vizuri, si wewe wa kwanza kuwa katika mahali pale. Hata Petro na Yohana walikuwa mahali pale, walikuwa na kitu kama hicho, walikuwa na ng'eng'ana. Unajua kuna wakati unafika mahali unasikia unang'eng'ana mpaka na familia yako, unang'eng'ana na kesi kotini, unang'eng'ana na magonjwa. Unajiuliza baya mambo itawezekana? Licha kuwa umeokoka, licha kuwa unampenda Yesu, licha kuwa unaenda kanisani, licha kuwa unaabudu Mungu aliye mbinguni, licha kuwa unaabudu Mungu aliye hai, mambo zingine zinakupata, unaona kana kwamba Mungu hayuko. Petro na Yohana wakakaa. Bwana alipotazama mawazo yao, akaona mawazo zao na akaona fikira zao ni fikira ambapo zinaoneshana wako na stress, wamefika mwisho wa maisha. Shika na kwamba umejaifika mwisho wa maisha, ukaona kukufa na kuishi heri kufa. Si kama tunaelewana? Yaani kukufa, hakuna mwenye anapenda kukufa, lakini unafika mahali unajiangalia, unasema kuliko kuishi, kuliko kuendelea, unatamani kifo, unatamani kifo. Mtaongelea mtu aliye ICU, naongelea mtu ambao amekataliwa na watu wao, naongelea mtu ambao amefungwa. Nikwambie, kwa Yesu kuna tumaini ya kufunguliwa. Kwa Yesu kuna tumaini ya kupona. Kwa Yesu kuna tumaini ya kunyonyesha. Wewe ambapo umeona ya kwamba utakufa kama unamrithi, kwa Yesu kuna tumaini ya kupata mrithi. Wewe ambapo unaulizana, nitapataje mrithi? Nitapataje mtu ambapo atakaye nirithi? Nitampata wapi? Kwa Yesu kuna mrithi. Kwa Yesu kuna urithi. Kwa Yesu kuna ushindi. Kwa Yesu kuna tumaini. Kwa Yesu kuna afya. Kwa Yesu kuna uponyaji. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu ako na uwezo wa kufanya kila kitu. Ndivyo aliambia mitume. Kwa wanadamu mambo hayo ni mazito, kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwa Yesu yako, kwa Yesu aliyo hai, mambo yote inawezekana. Heri kuishi kwa Yesu, sababu kwake hakuna kushindwa, kwake kunawezekana kukufanya kile unataka kuwa. Kwa Yesu kunawezekana. Kwa Yesu kuna uwezekano. Yesu alipokondolea hao mitume ya macho, aliwakondolea macho kabisa, sababu aliona vile wamekuwa wakiulizana, haya mambo itawezekana kweli? Haya mambo ni mazito. Lakini Yesu aliwaambia, kwa wanadamu, sikia hiyo neno vizuri, kwa wanadamu. Wanadamu ni wote, hata mimi ni mwanadamu. Wanadamu ni wote, hata pastor ni mwanadamu. Kwa wanadamu, kwa watu ni gumu,
lakini akawaambia kwa Yesu yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Hiyo mizigo uko nayo mizito, watakuruka nayo mwaka. Watakuruka nayo mwaka. Watakuruka mwaka na magonjwa. Watakuruka mwaka na laana. Watakuruka mwaka na roho ngumu. Watakuruka mwaka na roho ya jiwe. Watakuruka mwaka na mateso. Kwa Yesu akupumzishe. Kwa Yesu akufungue. Kwa Yesu akufungue. Unauliza kama kumebaki ambao ni kanisa la kweli. Kuja kanisani, utaona mkono wa Bwana. Hayo mambo inakusumbua, hautaiona tena. Bwana atakusimamishia. Bwana ataiondoa hayo magonjwa. Bwana ataiondoa hayo magonjwa. Bwana ataiondoa hiyo kisirani, hiyo kifungo, hiyo laana. Bwana ataiondoa. Haijalishi kwamba umefungwa na mtu aliyelala kaburini, kuna tumaini. Haijalishi umefungwa na mtu ambapo ni mganga, kuna tumaini. Hata wewe unaona miaka inaenda kupita ya kuitwa mama ama ya kuitwa baba, kuna tumaini. Kuna tumaini. Kuna tumaini. Kile kitu ambao kinatuma tukose kusaidika ni kuwekea Bwana Mungu limit. Ni kuwekea Bwana Mungu limit. Kwa wanadamu mambo hayo ni mazito, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Baba, ni asante kwa sababu unayetutazama. Wabariki, wape roho ya kuelewa na kufahamu mambo hayo ni mazito kwa wanadamu, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa ajili utukufu wako tupeleke kiango cha imani. Tupeleke kiango cha imani. Tupeleke kiango cha imani. Peleka huyu anatumaini kiango cha imani katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mfalme wa rehema, Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka, mwenye kuweza, kwako yote yanawezekana. Kwa pamoja nasi na utulinde tunapoendelea, walio barabara wanayefika wote mkononi mwako, kwa jina kuu la Yesu aliye tena ndiye Mwokozi, tuomba na kuamini. Amina. Mungu awabariki na awatende mema. Muwe na sikukuu njema yenye kufanikiwa, na Bwana awalinde na waongoze, si leo lakini milele na milele awaongoze. Asanteni. Bye.